acha tu mzee. Manara unamkubali sana Doto Magari, lakini ni historia maisha yake, ukweli wake au kitu gani ambacho kinakufanya? Yaani mimi huyu siku moja long time mimi nimetaka kuibiwa, wakati huo mimi najitafuta pale Kinondoni studio, nikakimbia, watu wamenitolea mapanga, huyu ndo katoka kapigana na watu. Nakwambia wakati huo Doto sishikiki, Doto yeye anapigana na watu kwa ajili ya kunitetea mimi. Hiyo sasa hivi akinitetea na shangali. Huu ni mtu wangu. Yaani mimi nikiwa mtu kamuingia mzee, juu hata usiku wa manane naanza naye. Mzee yuko sahihi. Mzee anatumia pesa. Anatumia power yake, hana nguvu, hii ni power. Kwa hiyo alikuwa nao, mwache mzee atumie. Watoto wote wakubwa, maisha yanaenda. Sasa anangoja nini kwa Mungu? Mwache atumie. Mpate kwenye msiba mtulilie sana. Tusipotumia mtatusema mzee alikuwa mchoyo. Sasa mzee anakula bata lake. Hata umwangalia akampendesha, bwana twende Ulaya tukalela. Utaki basi. Rudisha haki yangu, maisha yanaenda. Maneno ya nini? Sasa unapoturekodi uende mjini unajichosha. Watu wanakukataa. Hapo ndio nimechelewa kukuelewa Doto Magari. Mzee yuko live. Mzee anatumia chake. Yaani hata wewe mdogo wangu unapopambana hapo, mtu akulie chako afu kakuzingua, unachukua chako. Sasa akajua baba akirekodi watu watamsamini, followers wengi, kumbe watu wamempunguza. Umeona, make sense, I need you. Kwa nini kila siku mzee, kwa mzee yuko kwenye haki yake anasimamia misimamo? Kuna bahati wale wachezea watu wanaidilia hata bure. Yeye anataka kuleta mchezo na maisha bwana. Maisha yako hivyo bwana. Maisha yako mtetezi. Kuna watu wanalilia hata ukae na hivi mzee. Wampikie kila siku mzee, ambiwe umekula, umefanya nini? Wewe unatoa bahati hiyo, unaleta mchezo wa kidunia bwana. Watu wataki hivyo. Watu wako live. Kama kaumbuka yeye. Bwana hii koti mimi mtu wa vitu. Sawa sawa. Hii koti nikitathmini. Hii ni Pierre Kadani. Nikiona kwambia mimi maneno mengi baba. Pierre Kadani anajua hivi ndugu yangu, hii Pierre Kadani. Na nyinyi mwambieni Kadani. Wewe mnaambiana ukweli. Kwa dola 5 dola 1000. Hii ni yaani huyu mtu kama koti haipungui milioni 10-15. Sawa sawa. Nakwambia ni kweli, Pierre Kadani sio mchezo ndugu zangu. Nyie waandishi, wewe mwambie ukweli. Unamsikia mwenzio anafanya umalaya wakati unaambia wanawake wanakumlilia. Usisikie. Mwambie acha. Bilai la suli. Acha. Eti unamsifia alio na wanawake, unamsifia eti utaki. Acha ujinga. Acha ujinga. Mwambie mtu ukweli. Ngoja nikwambie. Ulimkuta nani? Ngoja samani, ngojeni wanabaki. Sasa hivi ujisikira unapomwona mzee anapopambana na dunia yake. Sio kupambana kwa kugombana na wanawake. Sio kugombana na wanawake. Tena nitakupiga kwa ujinga hapa. Umri anafika mzee. Wewe huwezi kupambana na wanawake. Unakuwa tayari kufa. Huwezi kumwambia asifie kuliwa na wanawake. Hapana. Unamsifia analiwa na wanawake. Akili hiyo. Hapana, unakosea. Sikiza nikwambie. Acha ujinga. Wewe hapa unajua unashindana na mtu anaitwa Doto. Sio mimi sindana na mweka sawa. Mimi kaza kuweka mtu sawa. Doto Magari. Wanakutupia ujinga na unakubali. Haijalishi umezaliwa kazula mimba. Kwa hiyo haijalishi kazula mimba, wewe unamharibu. Nakwambia sio kwenye zinaa. Sio kuzaliwa kwenye zinaa. Una adabu. Tena nitakunyosha kinyuzi. Uniambi chochote. Unafanya nini? Chochote. Uniambi chochote. Uniambi mjapo. Niache. Mwache mzee hela zake. Unaona donge, mwache mzee hela zake. Mwache mzee hela zake. Unamwita unasikia zina? Mwache mzee hela zake. Kwani wewe una dada? Hawezi. Hawezi. Niache. piga ngumi moja. Niache. Hapana wizi. Huyu mjanja. Ana ujanja. Ana ujanja. Huyu. Hawezi. Anaamulia. Mwache mzee hela zake. Anataka kuiba hivi. Sasa nikwambie kitu mzee. Dada wa mwisho mzuri huyo. Nitakupa namba yake. Angelina. Kampa mzee namba ya dada yako. Mzee kula la zako jimanala baba. Babu unafundisha watu vitu. Mzee wangu yule ana shida na mtu. Nimekula dola 100 maisha yanaenda. Sasa unajua Doto Magari wakati ile story na vitendo ile muone dada kumbe naye hukupendeza nalo ile story. Ngoja nikwambie kwenye maisha mimi wadogo zangu wakubwa. Mtu umepeana namba. Si ndio hivyo bwana? Vizuri mkiwa wenyewe sio watu juu. Unatumia tiketi ya ndege unaanza kumdhalilisha mgeni. Maana yake si vizuri. Hata wewe hapo unapopambana utoe nauli yako afu mtu aje kukuzingua, si vizuri. Utaumia sana. Kwa sababu tulikutana hivi. Kwani wangapi wanatongozwa wanapewa milioni 150 na mtu hajampa chochote adamjonoa. Na mambo yanaenda kimya. Huyo kuna madada kibao wanakulela za matajiri ujue na hajajonyolewa wala nini.
Sasa yeye tu hata anaanza maneno tiketi ya milioni 1.5, watu wanakuona mjinga na kushusha thamani, kwa sababu kuna vingi vitakukuta wewe, utasema basi. Kama umesema vya mzee, basi kuna vingi utavisema mbele, ili uonekane upate sifa, watu wakuchungulie kwenye peji yako. Ujinga, yani ni ujinga. Unaona mimi babu, ni mwenye naliwa kweli hela, lakini sisemi. Nitaishia tu kichogo mshamba ndio maana kwenu unalala nje, basi imeisha. Lakini naumia, ishaondoka milioni yangu. Sasa hivi mtoto kama yule kwani huyu babu mkubwa, dunia inamwangalia, mfichie mabaya yake, mfichie mazuri yake. Ndio dunia, kwani si mangapi tunaona ya watu. Wengine wanakusema vibaya, kesho atakuita umtangazie, unauchuna tu. Ndio dunia ilivyo, dunia inatakiwa. Ndio maana unaambiwa bahari inaficha vingi. Sasa mzee kama huyu tu unaweza kuropoka. Ukimkuta mtu zaidi ya mzee, utamweka wazi wewe. Hebu nyiwe na habari kwa kweli ilikuingia akilini. Kwa sababu ulipokutana na mzee si hatujui. Haya kwenye marejesho unaanza kumrekodi mzee umepata. Sasa na mzee ndo kampeleka mjini. Kwa sababu kuna watu wanadaiwa mchezo kila siku 200,000 200,000. Wanaililia ibati ya mzee. Si umeelewa bwana? Wanaililia. Sasa yeye kama kajiona labda brand au kajiona yeye yuko juu zaidi, kumbe ndo kajishusha kajitia umaskini. Sasa tupagari kwenye Instagram yako leo wakati unapost hili swala leo Besoka ndo wanasema mfalme mwenye muziki wake Diamond Platnumz jambo ile hapo Besoka. Kumbe Simba kwa upande wako ndo mfalme wa muziki sasa hivi. Labda nikwambie, nyinyi mnajua tusiongee uongo, tusiongee unafiki. Diamond ndo katoa vijana wote mnaona nyinyi sasa hivi. Nao matajiri. Sio umeelewa bwana? Wote wametokea kwa Diamond. Kwa hiyo ndo mfalme, hakuna mwingine, kwa sababu yeye ndo kawapokea akawa twist na akawafundisha muziki na akaambia nendeni mkahangaike mpate chochote. Kwa nini sasa Diamond mbaya? Wao ndo wabaya, kwa sababu wao ndo wametoka huko kwa tajiri. Wote walikuwa kama sisi tunavyoniona mimi. Napambana na Isa, leo na mimi nakuona nafasi yangu. Kwa hiyo siwezi kumwona Isa mbaya. Na katika maisha Diamond lazima apewe kipaumbele na afanyiwe birthday kubwa kwa wanamuziki aliowaongoza na kuwa matajiri wametoka kimaisha. Na mimi birthday hiyo afanyiwe Diamond kwa kupewa pongezi. Hakuna loka kwa Diamond akawana hela. Watu wote wana hela matajiri. Si umeelewa? Hata nikimpeleka Dogo Lema leo, atakaa miaka 3 4 naye atatoka, naye atakuwa na muziki wake, atakuwa na lebo yake. Kwa hiyo Diamond ndio mfalme wa muziki na ndio baba yao na ndio njia pekee ya kutoka kimaisha kwa Diamond. Wengine Mr. Rice sio mfalme. Kwenye ufalme kama ulivyosema. Kuna baadhi ya watu walishambulia sana. Kitendo tu cha ngoja nikwambie. Kumsifia Wema kupata mtoto. Hiyo ilikuwa ni mbaya Diamond kumsifia. Ngoja nikwambie. Kwanza watu hawana akili. Wema ni Mtanzania mwenzetu. Kwa hiyo anaolifanya jambo lolote tumfurahie, tumbariki. Hivi kwa nini watu watupendani? Mimi nashangaa sana. Tena wanaomcrash Wema ni wanaume ujue. Unaweza ukashangaa. Yaani mwanamume msana anakaa ndevu kaa Yuda, mtoto sio haya, basi njoo zae naye wewe. Kazae na yule nani mume wake Wema, nani mdogo wangu? Huyu mwenye bichwa nani? Ozu. Kazae na Ozu mwenye bichwa basi wewe. Kama Wema hajui kuzaa. Sio umeelewa? Yaani wanaume ujue, twendeni ukweli na uwazi. Kwa sababu hivi ni vitu vya baraka. Dada yetu kateseka sana. Kalilia sana uhai wa kiumbe. Mungu kampa kampokea. Sasa wewe una crash ya nini? Eti ose babu kaongea sasa vizuri kwa kweli. Yaani mimi ni babu naongeaga ukweli. Mimi simchukii mtu, sina kipani yote na Wema wala sie nini. Lakini Mtanzania mwenzetu vitu vya baraka. Kwa nini wewe mwenzio akiwa na tatizo unalifurahia? Unapata nini? Unapata nini? Pale watu wote itakiwa tu appreciate. Hongera dada ya taifa, Mungu akubariki upate na mwingine wa pili. Maisha yanaenda, watu comment za kijinga, haitakiwi kwenye maisha, haitakiwi. Kwa sababu mnamtia dada unyonge. Ukati dada mwenyewe Mungu kashampa baraka zake, mwezi huu mwaka huu utapata kiumbe. Jambo la busara hilo la heri. Sio mimi huwezi kujua yule kiumbe katokea hapa atakuwa hakimu, anaweza kawa mwimbaji, anaweza yani vitu vingi vitatokea mbele. Unajua sio kamdharau mtu katika maisha. Na mtu yeyote maskini ndio anakuwa mtoto wake anakuwa baraka mbele. Sasa dada unamwona anavyomsimama, mtoto wake anaweza akawa kiongozi. Yaani mambo ya Mungu. Kwa kweli mimi hilo nalichukia. Wajanja wenzangu, washamba wenzangu, Nojo Bon Town, acheni kumcrash dada. Dada msifieni katika comment, mpeni hongera zake. Hongera upate na mwingine mapacha. Maisha yanaenda. Unavomcrash dada ukiwa kama mwanamume una matatizo gani? Na si labda tukucrash unatuishi vibaya, tutakufikiria vingi. Mwanamke kazaa unakasirika mwanaume, tutakufikiria vingi. Na mimi simo, yani mimi niko live, unajua mimi mzalamu hapa kwangu. Na nyinyi wote mno crash ma comment mmekuja. Yaani nyinyi mmekuja kipindi cha Wema nyinyi hata mpo Dar es Salaam. Sahihi. Tafadhali kuna clip yako ina trend sana sasa hivi unasema tusomeni jamani. Tusomeni. Ngoja nikwambie. Mimi mwenyewe basi tu nachukia kwa sababu nilichelewa, nilikataa shule, lakini elimu ni ufunguo wa maisha. Unaona watoto wangu mimi wote wanaongea Kiingereza. Mimi message zote mnazonitukana watoto wangu ndio wananiandikia. Baba wewe kutukana Kiingereza. Akia Mungu. Njoo nyumbani waone wawili wa kiume wakubwa. Ana miaka 23. Kwa mimi napenda elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha. Hata mimi naona nimechelewa ujue. Lakini ningekuwa na elimu sidhani nisingekuwa hapa.
nikikuwa juu zaidi, kwa sababu Mungu kanipa elimu dunia ya akili. Mimi sijasoma lakini na elimu dunia, kujua technician wewe ni nani, wewe umekujaje, wewe kwangu unanipenda uongo, wewe kwangu tu unataka upate kitu ili usogee, lakini unikubali hivyo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo nilikuwa nataka niongeze elimu, lakini umri ushaenda 56, elimu hiyo naipeleka wapi? Namuongezea nani? Wakati hapa nina miwili ya duniani au mitatu au mmoja. Kwa hiyo hivyo napenda elimu, watoto wangu wataiendeleza maisha naye. Bado tuko leo, shukrani. Shukrani, lakini nikwambie kitu moja kabisa sana. Nakwambia ni kutoka Mboni, naongea taratibu, naumia. Kwa nini? Kwa nini? Na hii hapa kaja Diamond hajamwalika kabisa, hajamwalika. Na mimi kesho nakwambia nusu analipwa na Mondi 100 na hiyo tumekuta wa kwanza analipwa usijaa. Wewe unaona zile kwa kashinda nazo tangu jana. Wewe angalia, msogelee usikie kesho yake. Usikie waandishi wa habari simu zake. Analipwa hela nyingi, usi ana mdomo. Sasa usi kwa moja. Hayo mbona sasa hivi anatutetea sisi eti mimi nitakuwa mchambuzi, ndio mimi. Nimeamini kama jana na ana kambani ile hela alokujia anachukua, atachukua hela yangu mshamba, ni mimi atachukua hela yangu mshamba kama ile maisha yake najua. Sitamkanyaga tena gari traffic kesi nalipa 30,000. Na baba jambo lake jambo langu, nadhani unaona wenyewe. Sitaki mzee wangu akaeninyonge. Na mzee ana nguvu, mzee ana power. Wewe ana uchopa, anakucheza shere. Huyu katika watu wa maana sana. Kwanza kula ndio wewe mtu wangu sana. Baba si anakusema Mungu kuna vita unapambana, mimi sikutumi wala sikuagizi. Yaani mimi ninachokupenda vita vya mtu wako unapambana huko wala unaambii chochote. Baba wewe mtu wangu, katika watu wangu wewe mtu wangu. Kuja kule ana njaa kimbia dola 100, acha njaa hiyo. Baba nikwambie kitu, arudisha. Atarudisha na njaa wewe. Simenti tunazo, tunampa sisi na hiyo. Arudisha utanifanya nini? Unasikia baba? Mtanifanya nini? Mimi nikalia njaa. Anamkandia Mwambino. Yeye ndo tumemkuta kwanza kufika. Ndio ujue njaa haina adabu. Mwambino anaweza kunilipa mimi. Sasa mkuja kufanya nini? Anaweza kunilipa. Mimi nakula bata hapo. Hapa kuna baa. Nakula bata hiyo nini? Angalia. Anaweza kunilipa. Unajua anatupenda huyu. Mwambino wasafiri anatupenda. Baba nini? Wewe anaweza kunilipa. Unajua langu. Oya mzee wangu hapa jamani. Vita yake vita yangu. Ndio tutaangalia kutuzungumzia kwa ukubwa zaidi. Tunapenda hela. Salamia yangu anajaa ikaivuta mkononi, anajaa. Ndio maana gorofa ya Tegeta aliishi. Mwijaku umepokonya hela hadharani Mwijaku. Sasa kijana wangu hizi mimi ninazo 9. Huyu mtu bwana anakubali sana. Sawa. Katika watu anakubali kweli kweli. Sawa. Sisi wote marafiki zake ni ndugu yako. Ni kweli baba. Huyu ndugu yako. Kwa hiyo kuna wakati unapomchokonoa anajisikia kwa sababu najua anakupenda kweli. Hapa ananionea sana. Ananionea sana. Baba. Lakini ile ajizi nayo uliingiaje kwenye matatizo na watu? Danga lake lile. Watatu kama nikamwahi nyamaza. Asiyako kwambia ulimkimbia gesi. Ndio akanyamaza. Si unajua yule mtu aidumbukia chooni utotoni. Wewe tumwachie kwanza. Mwaka huu nataka kwenda Maka bwana. Baba asante. Nataka kumpeleka hija. Jambo la heri sana. Huyu mtu bwana, wewe unatufundisha kwamba maisha unaanzia kokote na unafika kokote. Sawa. Katika watu ambao wamejipambanua kutoka chini kabisa mpaka kufika, sababu sio mchezo. Wewe unawazidi hao wote, ladies and gentlemen. Wote nawazidi. Unapanda sana ndege. Baba. Jumanne yenyewe naondoka tena. Wapi? Hata sijui naenda wapi. Nimeambiwa tu Itali kwa wauni. Itali kwa wauni roho. Unamzidi mpaka tajiri. Bwana. Huyo si muoga. Bwana unaacha mali zake. Si unajua ndege ukianguka uvunjiki miguu. Wote mnakufa. Kwa hiyo anaogopa nini? Anaacha mabanda yake. Nyumba anaojenga kwenye maji, ardhi ya maji Tegeta. Haiwezekani. Watu wana magorofa, wana mameli, watu wanasafiri. Lakini sikafungua kiwanda cha magodoro. Hiyo kidogo nimemsifu, katusaidia kidogo kupata magodoro. Unajua Dar es Salaam kwa tuna kiwanda cha magodoro. Vipo lakini viko havinani. Kwa hiyo yule msanii wako na umempeleka kule. Nimempeleka kule. Mambo magumu baba, kuimba mchezo, kuimba kaimba Nasibu. Wengine wote wanapiga tarumbeta tu. Ya kuimba mchezo. Wewe mpaka afikie hivi maiki simuangalie mchezo. Nikaona nitafilisika bure. Baki sina chochote, gari zenyewe mbili. Bwana ingia kwenye kiwanda cha magodoro wewe mzalishaji. Maisha naye. Lakini anafaa vizuri. Anafaa vizuri. Sasa usimtupe. Siwezi kumtupa moja kwa moja. Sio watupe watu wako. Ni kweli. Abdila wewe unajua watu watoboi. Wengi sana vijana wananifuata baba, na mimi siwadharau. Mimi nawapokea mtu anakuja mchafu, yuko ovyo. Yaani sisemi mchafu, yale mazingira yake. Nampokea, lakini kuna watu fudenki hawapokei. Kama watu gani?